Ni wakati mwingine tena nimekuwa na siku nzuri kukutana na wewe katika darasa hili. Tunaendelea kujifunza ufahamu wa kiroho. Tunaendelea kujifunza ufahamu wa juu wa kiroho. Tumefanya masomo kadhaa hadi leo. Hadi siku hii tumekutana hapa, tumefanya masomo kadhaa. Naendelea kukusisitiza. Kila kitu tunachojifunza hata kile tunachotaka kujifunza hapa kinategemea na kile ambacho tulijifunza wakati uliopita. Kwa hiyo ni muhimu urudi nyuma upitie masomo yaliyopita katika chaneli hii ili uweze kwenda pamoja na tunachoenda kujadili sasa hivi. Na yule ambaye umekuwa ukitazama vipindi hivi mara kwa mara, ukiwa hujasubscribe, chukua muda kidogo, subscribe na bonyeza alama ya kengele. Bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa ya masomo mapya. Leo nataka tuangalie kitu kimoja, kitu kipya kidogo. Mipaka ya kimawimbi. Jambo hili ni jambo la kawaida, lipo. Ni jambo la kawaida lipo, lakini nataka tuliangalie katika muktadha wa elimu ya kiroho. Mipaka ya kimawimbi. Unawezaje? Nakumbuka katika kipindi cha kwanza nilikufundisha viumbe wa high frequency, nikakufundisha viumbe wa low frequency. Kwenye mitetemo ya juu nilikuwa nimekuambia kuhusiana na malaika, nguvu kuu tukufu takatifu, mababu na mabibi zetu wale wema. Lakini katika mitetemo ya chini nilikuwa nimekuambia habari kadhaa. Nishati za majini, nishati au viumbe majini, lakini nikakwambia habari ya roho ambao ni wasumbufu. Na katika kipindi kuna somo moja tulisoma habari ya roho wasumbufu, wanapaje roho msumbufu, roho wa namna gani. Lakini sasa unakuwa na swali moja. Utawezaje kutofautisha sauti za mababu na sauti za malaika? Unawezaje kutofautisha sauti ya wema, sauti ya inayotoka kwenye mitetemo ya chini? Unawezaje kutofautisha mambo haya? Au ujumbe huu ni wa kiroho au ni mawazo yangu? Lakini sasa ulimwengu huwa hauzungumzi sauti kama tunazozizungumza, wala hauna maandishi, isipokuwa ulimwengu unazungumza kama vibrations, mitetemo. Kama nilivyokuambia awali katika somo la kwanza kwamba kila kitu huwa kinatetemeka, na hiyo ndiyo lugha mama ya ulimwengu. Hiyo ndiyo lugha mama ya uumbaji. Kila kitu ni mitetemo. Kila kitu ni mitetemo. Utazidi kunielewa jinsi unapokuwa pamoja na mimi katika vipindi hivi, ninapokuambia kwamba kila kitu ni mitetemo. Kuna muda unaweza ukakaa ukawa na fikra zako mwenyewe, ukawa unapata mawazo ya ghafla. Unaweza ukawa umekaa mahali umetulia, mara usingizi ukakupitia, usingizi wa ghafla ukakupitia, ukapata ndoto. Lakini sio kila ndoto au sio kila mawazo yanatoka kwa malaika, mababu au wapi. Haya mambo yanakuwa yamechanganyana. Mengine yanaweza kawa yanatoka kwa mababu zako na mabibi au mabibi zako. Wengine yanakuwa yanatoka kwa malaika au nishati zile ambazo tunasema nishati ambazo ni baada ya chanzo kikuu. Usinitafsiri vibaya ninapokuambia malaika. Usifikirie kama ni kiumbe ambao wamekaa sehemu fulani, hapana. Ni nishati za juu kabisa. Nishati za juu kabisa karibu na chanzo kikuu. Chanzo kikuu chenyewe hakielezeki. Huwezi kuelezea mwanzo. Lakini jinsi unavyozidi kufahamu, utazidi kunielewa kwa nini huwezi kaelezea. Kwa nini utazidi kuelewa. Achana ile kwamba hakieleweki, ila kuna namna mwenyewe ukifikia katika viwango fulani vya ufahamu, utapata ukakasi wa jinsi ya kuelezea hiyo nishati ninayozungumzia mimi, nishati ya mwanzo. Utashindwa pale utakapokuwa umeelewa. Kwa nikisema malaika usielewe vibaya. Ninaposema mababu, nishakufundisheni katika vipindi vilivyoisha jinsi watu wanapostaafu dunia, roho inaendaje. Kwa sababu zingine zikawa ni za mababu, zingine za malaika, zingine za chanzo kikuu, zingine za nishati nzito ya kifamilia, mizigo ya kifamilia isiyoisha. Kwa hiyo kwa kifupi nikwambie kwamba kuelewa chanzo cha ujumbe ndio msingi mkubwa wa usalama wa kiroho. Kwa maana ya ukielewa unachokipokea, utajua kukikubali, utajua kukitafsiri na utajua kukikataa. Tofauti na ukiwa hujui ujumbe unatoka wapi, unakuwa kwenye sintofahamu, ili unakuwa utambue. Sasa tujifunze vyanzo viwili vya ujumbe wa kiroho. Tuangalie vyanzo viwili vikuu vya ujumbe wa kiroho. Ulimwengu una tabaka za mitetemo. Ulimwengu una tabaka za mitetemo, na kila tabaka ina wakazi wake.
Kila tabaka lina kazi wake wenye lengo lao. Kama tulivyokwisha jifunza katika somo la kwanza kabisa, tulijifunza viumbe na hisia za mitetemo ya juu, viumbe na hisia wa mitetemo ya chini. Tukasema kwamba kuna tabaka la juu, tabaka la mitetemo ya juu, ambako huko ndiko wanakoishi malaika na viongozi wa kiroho, kwa maana ya mababu na mababu au niseme roho, wale waliopaa vizuri, wale ambao walistaafu dunia vizuri, kama ambavyo nilikufundisha kwenye kipindi kimoja hivi, nikwambia habari ya jinsi roho inavyoenenda baada ya mwili kufa. Tulikuwa tumesoma habari hiyo, unaweza ukarejelea ili kupata kunielewa ninachokizungumza hapa. Lakini vile vile kuna tabaka la chini kabisa, tabaka la chini ambako ndiko wanakoishi roho wanaobeba hisia mbaya, hasira, mawazo, malalamiko, mizigo ya familia isiyokoma na mambo mengine mabaya. Kwa hiyo sasa, unatakiwa kabla ya kutafsiri ujumbe unaokuja, ni lazima ujue huu ujumbe unatoka wapi. Je, unatoka katika chanzo kipi? Ni mitetemo ya juu? Huu ni ujumbe wa juu au ni ujumbe wa chini? Ni lazima uweze kufahamu hivyo ili kuweza kuwa salama. Ili uwe salama, sio mara zote unakuwa unatafsiri ndoto katika namna hizi na hizi. Ni lazima uweze kufahamu, kwa sababu sio ndoto tu. Hata katika kukutana na mtu, unaweza kukutana na mtu, kuna hisia zitakupata, lakini hujui kuzitafsiri hizo hisia. Unaweza kukutana na mtu, ni mtu mzuri kwa upande wako, ila kwa sababu tu humfahamu ukamwekea ugumu, wakati ulimwengu unaisha kuunganisha naye tayari, ila kutokana na ugumu wa moyo wako, ugumu wa fahamu zako na mtazamo wako, unaachana na connection uliopewa na ulimwengu. Tunasema kwamba ujumbe hizi huwa zina sifa zake. Ujumbe wa mitetemo ya juu huwa unabeba upendo, amani, uwazi na mwanga. Utajisikia vizuri na amani, yaani utasikia wasiwasi, utajisikia utulivu ambao sio wa kawaida. Lakini sasa ujumbe ambao una uzito, utaona hiyo hisia. Lakini kuna low frequency ya mitetemo ya chini, ujumbe wake unakuwa ni wa hofu, ni shinikizo la hali ya juu, una haraka lawama, lakini unakutishia kwamba bwana, usipofanya hivi itakuwa hivi, ili uogope. Kwani ni hofu ile ile. Kwa lazima utambue ujumbe unakujaje. Umekutana na mtu, unajisikiaje? Je, unatetemeka kinamna ya ajabu? Jua kuna mazingira ambayo sio ya kawaida. Kwa leo tuishie hapo, lakini wakati mwingine unaokuja tutaendelea na habari hii. Siku nyingine tutaendelea na habari hii ambao tunajifunza tofauti kubwa kati ya ujumbe wa, tunasema, mababu wema na mababu wazuri. Wote wapo kwenye mitetemo ya chini, wapo kwenye mitetemo ya juu. Lakini kwenye mitetemo ya juu kuna malaika, kuna chanzo kikuu, lakini kuna mababu. Unawezaje kutofautisha chanzo cha ujumbe wa nishati ya kimalaika na nishati ya mababu? Unawezaje? Tutakuja kujifunza jinsi ya kutofautisha jumbe hizi mbili. Kwa hiyo uendelee kuwepo katika darasa hii. Kama ulikuwa hujasubscribe, chukua muda hapo kidogo tu subscribe, bonyeza alama ya kengele. Lakini hapa tunajifunza kwa ufupi huo unaoeleweka, lakini kuna darasa. Ukiangalia hapo kwenye comment, tunaona comment ya kwanza kabisa kuna ujumbe umepiniwa hapo ambao una link ya kuingia moja kwa moja kwenye darasa. Kwa hiyo karibu sana, nikutakia wakati mwema.